Maisha ya maombi. A prayer life. A life of prayer. Maisha ya maombi. Maisha ya maombi. Maisha ya maombi. Tamani tujifunze kwa habari ya maisha ya maombi, na kupitia somo hili natamani tufike mahali ambapo kila mmoja wetu mahali hapa aweze kuwa ni mtu ambaye haombi tena kwa matukio. Haombi kwa sababu ya jambo fulani ambalo limetokea. Kwa mfano, mwaka huu 2025 Tanzania tuna uchaguzi. Sawa? Kuna baadhi ya watu ambao hawajawahi kuombea uchaguzi, ila kikaribia mwezi wa 10 wakati uchaguzi umekaribia ndio wanaanza kuomba. Sasa hayo sio maisha ya maombi. Hayo ni maombi ya matukio. Lakini natamani siku ya leo Bwana amsaidie mtu mmoja. Na hili somo ni la mtu mmoja, specifically mtu mmoja tu ambaye anamsikiliza. Mungu ampatie na kumjaza kwa roho ya neema na maombi katika jina la Yesu. Amen. Kama mtu mwenyewe msikie sema amina kubwa. Amen. Yes. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa maisha ya maombi. Najua tumefundishwa kwamba maombi ni kwa ajili ya kuombea mahitaji. Ni sawa? Lakini kuna dimension ambayo maombi yanavuka kwa ajili ya kuomba kwa ajili ya mahitaji fulani. Maombi yanakuwa nini? Ni maisha. Kwa Biblia utaona kwamba wana wa Israeli walipokuwa wakitana na mabaya ndio wakati ambapo walimwendea Mungu kumtafuta Mungu. Sio hivyo? Labda kuna mtu ametokea anaanza kuwatesa, kuwasumbua, hapo ndipo ambao wanachukua hatua ya kumwendea Mungu. Lakini hawakuwa ni watu ambao wana maisha ya maombi kama ambavyo Musa kiongozi wao alikuwa. Kama ambavyo Yoshua kiongozi wao alikuwa. Sasa maisha ya maombi naongelea maisha ya mtu binafsi. Na uzuri tunamshukuru Mungu hata kwa kanisani leo asubuhi umefika mahali hapa tumeanza kwa maombi. Sasa kama utakuwa ni mtu kutegemea maombi ya Jumapili asubuhi ya saa 1 ni hatari sana. Sijajua maisha yako unaishije huko unapoishi. Sababu Mkristo ambaye anasubiri afike kanisani ndio aombe ni Mkristo ambaye ni rahisi kwanza kupelekeshwa na matukio, ni rahisi kuingia kwenye mambo ambayo yeye mwenyewe hakuyategemea kwa maisha yake. Sababu gani? Maisha yake yanaendeshwa na mazingira au viumbe vya rohoni vinaendesha maisha yake. Lakini mtu ambaye atakuwa ana maisha ya maombi ni mtu ambaye atakuwa anaamua, anapangilia maisha yake yaweje, na ndio atatokea mambo ambayo hakuyapanga, lakini kuna namna ya kurejesha mambo yakae kwenye mstari, sababu hata omba tena kwa ajili ya hayo matukio, lakini maombi ambayo ameyaomba yataweza kumbeba wakati wa hayo matukio. Naelewa vizuri? Kwa hiyo maisha ya maombi ni jambo ambalo ni la mtu binafsi. Hebu nisaidie kuandika hilo jambo. Maisha ya maombi ni jambo au ni swala la mtu binafsi. Pastor Boaz, you're supposed to sit here. Kwa hiyo maisha ya maombi ni swala la mtu binafsi. Maisha ya maombi ni swala la mtu binafsi. Naomba kwa unyenyekevu nitoe ushuhuda wangu mdogo tu. Nakumbuka wakati nimeokoka nilikuwa nasali kanisa moja hivi huko kabla sijaja hapa chini ya baba, sawa? Katika ile kanisa nilikuwa ni mtu ambaye namshukuru Mungu nijazwa na Roho Mtakatifu kabisa kutoka kanisani, na nikawa naweza nikaomba kwa kunena kwa lugha. Lakini maisha yangu ya maombi yalikuwa hivi kama maisha ya mtu mmoja hapa ndayaongea very exactly. Nilikuwa ni mtu ambaye ninaweza kuomba nikiwa kanisani, nikiwa kwenye fellowship ndio naweza nikaomba, ila nikiwa mwenyewe najidai, najiona niko busy sana na masomo, niko busy na maisha yangu, ila nikija kanisani naomba vizuri sana, kama vile labda mna ibada ya fellowship, nikienda kwenye fellowship ninaomba vizuri sana. Lakini nikiwa chumbani kwangu kule ambapo hakuna anayeniona siombi. Na ndivyo ilivyo maisha ya Wakristo wengi sana. Wakiwa kanisani, kwa sababu wapo mbele za macho ya watu, wapo mbele za macho ya washirika wao, washirika wenzao,
watajitahidi kwa kila namna waonekane wanaomba. Hata kama huwa waombaji, tutafanya naye pale anafanya kabisa hivi, ili tuonyeshe kwamba na mimi nafanyaje, ninaomba. Ila akiwa chumbani kwake, akiwa mahali pake pasiri, ana muda wa kuangalia movie, ana muda wa kuingia mtandaoni, ila hana muda binafsi wa maombi. Haya ndio maisha ya warokole wengi. Nimesema warokole, wewe sio mrokole, wewe umeokoka, ni mwana wa Mungu. Maombi yao ni paka wawepo mbele za watu, ila hawana maisha binafsi ya maombi. Sasa Bwana wetu Yesu, kitabu cha Luka 11, ili tuanze pale. Luka sura ya 11 mstari wa kwanza. Luka sura ya 11 mstari wa kwanza. Tuone Bwana wetu Yesu mfano wetu halisia, role model wa maisha yetu ya wokovu. Tunajiita wa Kristo sababu ya Yesu Kristo. Luka sura ya 11 mstari ule wa kwanza. Naomba tusome kwa sauti, anasemaje? Hebu fika hapo, na kama jirani yako ana Biblia unasoma naye Biblia. Wote msome kwa pamoja, usome peke yako. Luka sura ya 11. Anasemaje? 1, 2, 3 kwa sauti. Sikujana kwa sauti, anasemaje? Akilala, akila chakula, akipiga soga. Soma vile anasemaje? Akichati. Hujasoma vizuri, hebu angalia Biblia yako. Anasemaje hapo? Amekaa na tafakari tu. Endelea, anasemaje? Alipokwisha mmoja hapo. Yesu hapa anaongelea ikawa alipokuwa mahali pamoja akiomba, ni Yesu. Sawa? Yesu hakuanza kuomba akiwa mahali hapo. Alikuwa ni mtu ambaye anapanda hata milimani kuomba. Hebu fungua Marko 1:35. Uone kwamba Yesu hakuanzia hapa kwenye Luka 11. Marko 1:35 anasemaje? Hata alfajiri na mapema sana ondoka. Hebu afike na wengine. Marko 1:35. Yesu hakuwa anaomba alipokuwa mbele za wanafunzi, ila alikuwa ana maisha ya maombi. Na haya maisha ya maombi ukifanya hiyo Marko 1:35 utayaona vizuri. Marko 1:35. Tusome kwa sauti kwa pamoja. Hata alfajiri na mapema kwa mapema sana ni kama muda gani? Kama sema saa 10, saa 11 hivi, sio hivyo? Endelea. Hakaenda hata mahali pasipokuwa na nani? Hapa kwenye Luka 11 anasema kwamba hata alipokuwa akiomba alikuwa mbele za wanafunzi. Lakini kumbe hajaanzia mbele za wanafunzi, kuna mahali alikuwa ana tabia hiyo ya kuomba. Sasa hivi hata alfajiri na mapema sana. Sasa watu wa Mungu, maana kwamba Bwana Yesu hakuanza kuomba mbele za wanafunzi. Alikuwa ana maisha na desturi ya kuomba. Sasa hivi hata alfajiri mapema yake sio mara moja wala sio mara mbili, ni mara nyingi. Sawa? Hata alfajiri na mapema sana akaenda mahali pasipokuwa na nani? Na watu. Hapa kafanyaje? Akaomba huko. Sasa wewe ukishakuwa pale kimani kwako unapoishi hostel na kijana zako, huwezi kuomba mbele zake. Hata tu ile ukae pembeni ukapiga magoti kaomba, huwezi. Unaona aibu. Kuna watu ambao wakikaa na mtu hawezi kuomba. Sababu gani? Atanionaje mimi naomba sana? Maombi ni jambo la siri, naombea rohoni. Hata ilipokuwa alfajiri na mapema sana. Bwana Yesu alikuwa na maisha ya maombi. Wanafunzi wa Yesu walipokaa na Yesu wakawa wanamuona huyu mtu kuna mambo ambayo yanatokea maishani mwake kwa sababu ya maisha yake ya maombi. Luka 11 anasema kwamba
Mwanafunzi mmoja akamtazama akamwambia, Bwana, utufundishe na sisi kusali. Kama ambavyo umeenda shuleni ujifunze famasia, kama ambavyo mtu anaenda shuleni ajifunze elimu fulani, vile vile kuomba kunafundishika. Na nisikia vizuri? Kama ambavyo mtu anaenda shuleni kujifunza elimu fulani, kwa mfano wewe unajifunza udaktari. Kama unataka kujifunza, vile vile maombi yanafundishika. Na kama unataka kujifunza maombi, maana kwamba kiwango chako cha kuomba ni sawasawa na kiwango chako cha kujifunza maombi. Kiwango chako cha maombi ni sawasawa na kiwango chako cha ufahamu kwa habari ya maombi. Kuna mwingine ambaye hata toka nyumbani kwake alfajiri akaenda kazini kama hajaomba, kwa sababu amejua kwamba moja ya siri ya kushinda dhambi, moja ya siri ni kwamba Mkristo asiyeomba atatenda dhambi, na Mkristo anayeomba hatatenda dhambi. Nimsikie baba yangu kwa nini anasema kitu kama hicho. Kwa hiyo anajua kabisa nisipoomba asubuhi ya leo, yamkini yale ambayo nitakutana nayo siku hii yatanifanya mimi nimtende Mungu dhambi. Lakini anajua umuhimu wa maombi. Kwa hiyo angalia ratiba zako za maombi. Kila mtu mahali hapa anazifahamu vyema ratiba zake za maombi. Zile ratiba ulizonazo za maombi bro, ni kwa sababu ya kiwango chako cha kufahamu maombi. Ndio maana kama tujifunze kwa habari ya maisha ya maombi. Tutoke mahali ambapo hatuko watu wa kuomba tukiwa mbele za watu. Lakini maombi yatakuwa ni maisha yetu. Hatuomba muda ambapo tunajisikia kuomba. Tutaomba hata muda ule ambao hujisikii wala hauoni, yaani una muda ambao unaweza kukuta mwili wako unakataa kuomba. Ila ukafika mahali ambapo ukaomba. Sasa watu wengi huwa wanapenda kuomba pale ambapo wanajisikia kuomba. Pale ambapo wanasikia kabisa ameamka asubuhi afanyia mapema, hajisikii usingizi. Kwa hiyo unasikia anaomba. Yesu akiamka afanyia mapema anaona kabisa macho ni mazito yamejaa usingizi, anasema hivi, Bwana najua nitaomba kesho. Anauchapa kidogo kwanza, Pale ambapo ameamka asubuhi amechelewa kwenda labda darasani, anakurupuka cha anavaa haraka darasani, lakini maombi ndo aombi tena, ndio imeshapita siku hiyo. Sasa haya sio maisha. Amen. Sasa nini maana ya maisha ya maombi? Najisikia mambo maisha ya maombi nataka kufanya mtu aweze kuanza kuleta matokeo ya aina fulani. Kitabu cha Danieli sura ya 6 mstari ule wa 10. Daniel sura ya 6 mstari wa 10. Tumeona kwamba wanafunzi walimtaka Yesu awafundishe kuomba. Wanafunzi walikuwa wanamtaka Yesu awafundishe kuomba. Daniel sura ya 6 mstari wa 10. Twende pale. Daniel sura ya 6 mstari wa 10. Daniel sura ile ya 6 na mstari wa 10. Tuone mtu mmoja anaitwa Danieli. Danieli ambaye Biblia inamwongelea alikuwa ni kiongozi. Danieli hakuwa mhubiri. Sawa? Wala Danieli hakuwa mtumishi wa madhabahuni. Moja ya dhana ambayo imejengeka kwa habari ya maombi, maombi ni kwa ajili ya wachungaji tu, au maombi ni kwa ajili ya watumishi wa madhabahuni. Ila wewe ambaye ni mfanyabiashara unafikiria kwamba hauhitaji maombi. Wewe ni mwanafunzi shuleni, unasema kwamba mambo ya shuleni yanahitaji maombi kabisa haya. Au sijui wewe ni baba au mama wa familia, unaona kwamba hauhitaji nini? Mambo ni akili yako tu. Kwani wewe unafanyaje? Okay. Watu wa Mungu, nimejifunza kitu kimoja. Hapa duniani kila kitu kinaendeshwa kutokea rohoni. Sawa? Maisha ni rohoni. Sawa? Maisha ni ya kiroho sana. Mtu ambaye unamwona ni mfanya biashara, anauza sana Kariakoo, haujui nyuma ya pazia ana madhabahu gani ambayo inamsapoti, inambaka. Angalia vizuri hapa. Kila mtu hapa duniani nyuma yake anayo madhabahu. Aidha ni madhabahu ya upande wa Mungu au ni madhabahu ya upande wa giza, upande wa shetani. Every person ambayo unamwona, awe anakutendea mema au anakutendea mabaya, nyuma yake kuna madhabahu. Na hiyo madhabahu ameijenga aidha kwa kujua au kwa kutokujua. Kuna wengine hawajui kwamba
wakiwa wanaenda kutambika kwa mwaka mara moja kwenye ukoo wao, ni madhabahu tayari wameshaijenga. Mwingine hajui kwamba vile ambavyo huwa anaenda kusali kwa miungu yao ni madhabahu. Hawajui, hawaelewi. Ila sisi ambao tunafahamu mambo ya rohoni kwamba ile ni madhabahu. Na hivyo ulivyo leo ni matokeo ya madhabahu yako. Hivi ulivyo leo ni matokeo ya madhabahu yako. Kwa kama madhabahu yako ni dhaifu, utakuwa ni dhaifu sana rohoni na hata mwilini pia. Matokeo ya mtu yote duniani hapa yanalinganishwa na madhabahu ambayo ameijenga. Nionyeshe mtu mkuu, utakuonyesha mtu ambaye ana madhabahu nyuma yake. Nionyeshe mtu ambaye ameweza kukomandi anafanya matokeo, kuna kiwango fulani cha madhabahu ambacho amekijenga rohoni, upande wa Mungu au upande wa shetani. Sasa kuna mtu hapa ambaye ana ndoto kubwa sana, ila madhabahu ambayo ameijenga haiwezi kustahimili hiyo ndoto alionayo. Sasa sijajua how comes atafikia haya maono alikuwa nayo ndani mwake. Watu wa Mungu, madhabahu yako ndio ambayo inaamua matokeo au aina ya maisha ambayo utakuwa nayo. Kila eneo kuna madhabahu. Hadi masokoni kuna madhabahu. Hadi mashuleni kuna madhabahu. Sasa ukuta mlokole mmoja amekaa pale, hajainua madhabahu yake ya maombi, anakuta kwamba anakuwa ni mwanga wa kile ambacho kinatokea kwenye yale maeneo. Madhabahu yenye nguvu ndio huwa inatawala kila mahali. Kama madhabahu itakuwa ni dhaifu, utatawaliwa na madhabahu ambayo ina nguvu. Na moja namna ambayo madhabahu inakuwa na nguvu ni kadiri ambavyo mtu anaiendea hiyo madhabahu, anahusiana na hiyo madhabahu. Maombi ni mfano wa mtu ambaye ameijenga madhabahu yake. Ndio maana kwa mfano kwenye kile chumba chako ambapo huwa naombaga, pale ambapo unaombaga ni madhabahu tayari. Na hapo ndipo ambapo ukipa heshima kama madhabahu, Mungu anakuja anakaa hapo. Wakati mmoja Yakobo alikuwa amelala sehemu, akasema hivi, sijajua kama mahali hapa ni madhabahu ya Bwana. Macho yake yafunguliwa, akaona malaika wanapanda na kushuka. Vile vile wewe pale ambapo ukiamka asubuhi alfajiri mapema, unapiga magoti na kumomba Mungu, hapo ni madhabahu yako. Unapaswa kuheshimu sana, na ndivyo ambavyo maisha yako yatakuwa ni makuu mno. Kwa hiyo madhabahu ambayo umeijenga. Sasa kitu ambacho kinajenga madhabahu ni pamoja na maombi, namna ambavyo kila siku kiamka unaenda mahali pako madhabahu yako unamwomba Mungu. Inaitwa personal altar. Sawa? Na utawala au kuweza kumiliki mambo ya maisha haya yanategemea madhabahu yako binafsi. Madhabahu ambayo umeijenga. Sasa twende Danieli sura ile ya 6 mstari wa 10. Danieli alikuwa ni mtawala. Danieli alikuwa ni waziri mkuu. Danieli alikuwa baada ya mfalme, yeye ndio mtu ambaye anafuata kwa mamlaka. Lakini huyu Danieli alikuwa na kitu kifanya ambacho ni kizuri sana, nasaidia tukijue. Na mimi natamani mtu mmoja mahali hapa, kama ambavyo Danieli alikuwa na tabia hii ya maombi, wewe pia Bwana akuingizie tabia ya maombi kwa jina la Yesu. Danieli sura ya 6 mstari wa 10. Naomba unisomee kwa sauti yasemaje? Soma kwa sauti yasemaje? Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, na madirisha ya chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea. Maana Danieli alipoona yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi. Kwenye haya maisha unapoona darasani kwako, yamkini kuna sahihi ambayo imekwisha kutiwa. Kwenye familia yako yamkini kuna sahihi ambayo imekwisha kutiwa. Kuna maandiko ambayo yameshaandikwa. Ndio zile orodha za kifamilia. Ushasikia mambo kama hayo? Yaani ni mambo ambayo kabisa yameshatiwa kwenye familia fulani. Labda familia hii ni watu ambao hawatavuka level fulani. Ukiangalia historia nyuma yako ya maisha yako, mfano, hebu kila mtu mahali hapa niangalie vizuri. Angalia familia yako vizuri. Hebu sasa hivi kila mtu kwa akili yako, hebu nenda kwenye familia yako, hebu chunguza level za mafanikio ya familia yako. Kama ukikuta kwamba kuna watu ambao labda hakuna mtu ambaye aishafika chuo kikuu, wewe ndo wa kwanza, maana kwamba kwenye familia yako hiyo kuna madhabahu fulani ambayo ishasemeshwa juu ya watu kwa habari ya elimu zao. Kama kwenye familia yako kuna hamna mtu ambaye
jina lake limetajwa miongoni mwa wakuu taifa hili. Yaani hawajawahi kusikia mtu ambaye taifa hili anaweka kwa jina ambaye anaitwa labda unasikia mtu anaitwa Sawe, Hakuna Sawe ambaye ashatokea ambaye ametikisa dunia hii. Jua kwamba my friend, you have a way to go. Sasa unakuta mtu ambaye Tanzania nzima haijawahi kusikia mtu kama yeye, dunia nzima haijawahi kuwa na mtu kama yeye, lakini anapoishi ni mtu ambaye kwa maisha yake ya maombi ambayo alionayo, madhabahu za kifamilia kwa kweli zitampiga chini, na hata atakuwa na yule ambaye anaendesha na yale maandiko ambayo tayari ameshakushia kutiwa sahihi. Unasikia vizuri? Kwenye familia yako, kwenye ukoo wako. Kwa mimi kaangalia kwenye ukoo wangu mimi hapa. Hivi kuna mtu ambaye aishawahi kupata PhD? Sijawahi kumsikia kwenye ukoo wangu mimi, yani kielekea upande wa baba, upande wa mama. Hakuna. Level ambao amefikia level kubwa sana ni masters. Na hiyo masters yenyewe wamefanya kwa nguvu sana. Sawa? Sasa nikasema hapa kwa kweli nisipokuwa makini, yamkini mimi masters nisimalize hii. Watu wa Mungu, niwaambie kweli. Mimi kuna muda hapa mwezi wa kwanza wa pili, actually mimi mchungaji wenu nasoma masters, sawa? Kashangaa shule haiendi. Nafungua PC yangu, sijisikii kuandika, sijisikii kusoma. Na najua hapo inabidi nisome kwa sababu muda deadline imekaribia. Ilipaswa nifanye final presentation mwezi wa 3 tarehe 9, na yeye ndio kuifanya mwezi wa 4 tarehe 30. Kama nisingestuka kajua kwamba kumbe maisha ya maombi yako very serious. Sasa sababu nilikuwa mtumishi wa Mungu juu yangu, baba yangu, nikaenda kumwambia baba, kwa kweli ile masters yangu naona kuna mambo ambayo yanaendelea siyaelewi. Sawa? Baba, siyaelewi kabisa. Hebu nisaidie baba yangu. Ambia piga magoti. Sasa ngoja nikwambie mambo ambayo baba aliniombea. Akasema hivi, nyinyi akina Chaula ambao hamtaki mwanangu amalize masters, nyinyi ambao hamjawahi kufikia level hii, ambao mnataka mzue na huyu, kwa jina la Yesu mwachie mwanangu. Pamoja na kwamba nimeokoka, pamoja na kwamba nimejazwa na Roho Mtakatifu na ni mtumishi wa Mungu, lakini bado kuna vitu fulani ulimwengu wa roho vilikuwa vimewekwa kwenye familia yangu, vikawa vinataka vinizuie mimi kumaliza. And I can tell you, nasema kabisa Mungu ananiona. Ni baada ya yale maombi, kesho yake nikajisikia nguvu ya kuanza kufanya kazi kwa bidii, kuandika kwa bidii sana. Tena sasa nilipoteza muda na nafikiria kiungu juu yangu, nikafanya kwa kasi ya kiungu yangu. Nikakimbia. Sasa hebu fikiria kama nisingesaidiwa kwa namna hiyo pia. Sasa ndivyo ambavyo wewe maisha yako pia kuna mahali ukuta muda mrefu umekwama, muda mrefu unatumia nguvu, yani kama vile unafanya ile unasema jeshini, unaomba pia upo hapo kila siku upo hapo. Wewe fedha yako ambayo kama biashara yako ni 50. Yaani hiyo wiki ukiwa umepambana sana, yani umekazana, yani umestruggle 50. Alafu umeridhika, umekaa tu, hata ubabaiki yani. Sio unaamka kuomba, hata unajisikia sema taomba kesho. Taomba baadaye. Alafu baadaye hiyo umesinzia. Umefika kitanda kuomba, leo nilikuwa na kazi nyingi sana, nimetembea sana Kariakoo leo. Yaani nimechoka kweli. Sema unaomba, oh Bwana, huyo umeshalala. Alafu una amani kabisa, unajisikia vizuri, unaona maisha yako yanaenda. Wakristo wengi wanatawaliwa na maisha yao na yale mazingira yao. Kama sio mazingira ni familia walizotoka. Kama sio familia walizotoka ni hali za maeneo zinawatawala. Yaani kila eneo kuna familia spirit ambazo zinataka wewe ufanye na lile eneo. Uuze kama wao, uishi kama wao, uwe kama wao. Sasa familia spirit zinafanya kazi kama madhabahu kama maombi ni dhaifu sana. Ndio hasa hivi ile andiko limekwisha kuandikwa kwamba kila mtu maeneo haya hatavuka level hii. Kwa mfano hili kanisa liko mahali hapa, ile leo Gongo la Mboto, kuna maandiko yameshaandikwa kwamba hili kanisa kama linaanzisha hapo Gongo la Mboto halitavuka miezi 10 au miezi 9 kwa mfano. Kwa tumeenda vizuri miezi 9, tulipofika mwezi wa 9, my lord, tukaanza kustruggle. Kodi inatusumbua. Kumbe
nikafanya maisha kwa rohoni kwamba hawa watu hawatavuka muda fulani. Sasa sijajua wewe upande wako ni kitu gani ambacho kinaweka juu yako. Lakini nakwambia kwamba kama utaanza kuwa serious na madhabahu yako ya maombi, yale maandiko ambayo yameandikwa hatakuwa na nguvu juu yako kwa jina la Yesu Kristo. Yaani ukianza kuwa serious na maombi. Na hizi madhabahu huwa zinakuwa serious pale mtu anakuwa dhaifu rohoni. Mtu anakuwa hana uzito rohoni. Mtu asiyeomba ni mtu ambaye hana uzito rohoni. Mtu asiyeomba ni mtu ambaye hana uzito rohoni. Chochote kile kinaweza kikampelekesha. Haya, angalia mtu ambaye ana uzito rohoni. Ghafla yupo kwenye mahusiano akaachwa. Pastor, yani moyo wangu umeumizwa sana. Pastor, sijui leo kanisa siku kanisani kwa sababu boyfriend wangu ameniacha. Sasa sikiliza. Huyo boyfriend wake ni Muislamu. Yaani naongea na mtu mmoja hivi very serious. Ameokoka, girlfriend wake ni Muislamu. Asema yeye anampenda Mungu, hata muda mwingine ananipa hata ya sadaka kabisa. My friend. Hawa ni watu ambao madhabahu za maombi zina changamoto. Yaani eti wewe ni umeokoka, mkaka Muislamu anakufuata. Anaongea na wewe kabisa. Anakupanga na unapangika kabisa. Serious. Afu umeokoka umejaza mambo ya kifisa. Hiyo lugha lazima tuchunge tena vizuri. Watu wa Mungu, madhabahu yako ya maombi inaamua maisha yako yanaendeshwa vipi. Kama unataka uwe mtu wa kuendeshwa na roho za maeneo, roho za kifamilia, roho za kiukoo, lazima uimarishe madhabahu yako ya maombi. Kila mahali yako maandiko ambayo yameshaandikwa. Hatuwezi tukafuta maandiko kama tutaimarisha mahali petu pa maombi. Kuna wengine ambao familia zao zimeandikwa kwamba utaolewa au utaoa, lakini ushaoa kuolewa, ndoa yako itafika miaka mingapi? Miaka michache utaachwa. Imeandikwa rohoni, afari andika ni babu yako fulani hivi, uko vizazi kama 10 vivyo, kama 3 vilivyopita, vizazi 3 vilivyopita. Akasema kwamba enyi mizimu, na wapatia ukoo wangu huu. Kumbe hivyo wapatia ukoo wao, wakasema kwamba ukoo wako ili utupatie, ndoa zao ziko na changamoto. Kwa hiyo wewe kijana hujai kuomba kwa habari ya ndoa yako, unaingia kwenye mahusiano, masomo ya kwanza unaachika. Ya pili unaachika. Ya tatu unaachika. Nafikiri labda ni sababu ya tabia zao watu ambao wanaongeana. Kumbe ni familia spirit. Roho ya ukoo wenu ambayo inakutafuta. Na hizi roho huwa zinamtafuta mtu pale ambapo anaanza kufanikiwa. Anaanza kuonekana. Rohoni hawakuoni kwa sura yako. Rohoni wakuona kwa kile ambacho umekibeba. Yaani ni mfano wa ile nyota. Ushasikia watu huko wasema hivi, nyota yake sijui, sababu rohoni unaangalia kadiri ambavyo vile ambavyo umebeba ndani mwako. Kwa sababu ile nyota kwanza kuonekana tu, ghafla unashangaa anaanza kutafuta. Kwa mfano, hebu niangalie vizuri hapa. Tumeona hapa kwenye hii, ukianza tu kutokeza, kwa mfano ndio umeanza kutokeza, ndio umeanza kufika labda form 6. Hizi roho za kifamilia nasema hivi, ni nani huyu? Ameanza kufika form 6 kwa sababu hii familia nzima tumeshawekea mpaka kwamba hawatavuka kwenda wapi? Chuo kikuu. Wewe sasa umefika form 6, umemaliza form 6 kwa shida sana. Umesoma ada nasumbua, sio nini kimetokea, ukaingia chuo. Umeingia chuo ghafla, mambo hayaendi vizuri. Sababu gani? Kuna roho za kifamilia ambazo zilishachora mpaka. Sasa huo mpaka ambao umecholewa, utauondoaje kama hutakuwa ni mtu ambaye una uendelevu kwenye madhabahu ya maombi? Kuna kila mtu kuna mpaka ambao amecholewa. I can tell you. Amen. Hasa tuendelee na Danieli. Hapo kwa msikia mtu mmoja aelewe. Danieli sura ya 6 mstari wa 10. Danieli 6:10. Danieli 6:10. Hata Danieli, hebu nayo soma kwa sauti, soma moja, bita soma sauti, asemaje? Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi. Ishi hapo. Alijua. Kwa hiyo pia jua kwa habari ya maisha yako, jua kwa habari ya familia yako, jua kwa habari ya sehemu uliyopo. Ndio asemaje? Akaingia nyumbani mwake na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku akasali.
akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Maana Danieli alipoona ile andiko hakuanza baada ya kuona andiko, alikuwa na maisha ya kuomba. Watu wa Mungu, maombi ni kazi. Kama asingekuwa na maisha ya maombi, asingeendeshwa na yale matukio. Sasa Wakristo wengi huwa wanaendeshwa na matukio. Ni binti amekaa miaka yote hajawahi kujiombea kwa habari ya mume na ndoa yake. Amefika miaka 29, kwa hiyo miaka mimi nimefika hapa, inanipasa mimi nimeolewa. Ila kabisa amecheleweshwa. Hapo ndipo ambapo anaanza maombi special kufunga, kumwambia Bwana, Baba aliyemchelewesha mume wangu kwa jina la Yesu Kristo. Yule adui ambaye anamfanya mume wangu asionekane, asinione, watu kanisani hawanioni, natoa hilo. Umekuja umechelewa, sawa, sababu andiko tayari shaandiko kabla ya wewe kujua. Mtu ambaye anaomba ni mfano wa mtu ambaye anatanguza protocol mbele ya maisha yake. Anasema Apostle Joshua Selman. Kwa mfano, niko hapa, kesho yangu miaka 10 ijayo. Napoomba leo, maombi yangu haya yananitangulia miaka 10 ijayo, yananisubiria hiyo miaka 10 ijayo. Kwa hiyo miaka 10 ijayo, sitastruggle kwenye hilo sababu gani? Nilishaomba sasa. Shida ni pale ambapo nafikiri maombi unayoomba ni kwa ajili ya leo. Maombi unayoomba, Biblia inasema hivi, kuna kama prayer bank ipo kabisa ambayo huwa inahifadhi maombi ya watakatifu. Ufunuo sura 5 mstari wa 6 pale nafikiri. Ufunuo 5 kuna prayer bank. Hebu andika kitu, kuna prayer bank. Hebu sema kuna benki ya maombi. Ukusikia sema kuna benki ya maombi. Iko rohoni kabisa benki ya maombi. Okay. Ufunuo 5:8. Ufunuo 5:8. Ndio tusome hapo uone kwamba rohoni kuna hii benki ya maombi. Yaani kuna vitu ambavyo vimekaa vinatunza maombi ya watakatifu. Hebu tusome hapo sasa tunasemaje? Ufunuo 5:8. Tufike Biblia zetu, Ufunuo sura ya 5 mstari wa 8. Nataka uone rohoni kuna benki ya maombi ambayo huwa inahifadhi maombi. Alafu baada hapo nitakupeleka kwenye mambo kama matatu hivi ambayo maombi yanafanya, alafu tutaenda kwenye sifa. Ufunuo 5:8 anasemaje? Sijakusikia mshika wangu, anasemaje? Ndio. Kwa sauti anasemaje? Hata alipokitoa kile kitabu, kwa sauti kabisa, hao wenye uhai 4 na wale wazee 24 wakaanguka mbele za Mwana-Kondoo. Kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambayo ni maombi ya nini? Yaani mbinguni kuna kama vitasa hivi. Vitasa kisema vitasa, usikiri labda kama vile vitasa vya kufungulia mlango, no. Yaani kama niseme kama chombo fulani ambacho kimejaa manukato. Sasa vitasa vitabebaje manukato? Kwa kama chombo fulani ambacho kimejaa manukato, hayo manukato ni maombi ya nani? Na takatifu. Kwa kila wakati ukienda kuomba Mungu, yale maombi yako yanawekwa mahali Mungu anahifadhi. Ndio maana hayo maombi yako yanasaidia kesho yako. Na sio lazima uanze kuiombea kesho yako kwamba Baba naiombea kesho yangu. No. Imagine umeenda mbele za Mungu, kukutana na baba yako, kufanya shika na baba yako, maombi ambayo ni mazungumzo ya kifamilia. Hapo ndipo ambapo unawekeza kwenye ile kesho yako, kwenye maisha yako. Kivipi? Mambo makuu 4 ambayo maombi huwa yanafanya maisha ya mtu, ambayo anapoomba ni kama anafanya uwekezaji, ambao uwekezaji huwa unaenda kumwelekea kwenye kesho yake. Maombi ni uwekezaji. Andika hicho kitu kinakusaidia. Maombi ni uwekezaji. Chris, right? Maombi ni uwekezaji. Maombi ni uwekezaji. Prayer is an investment. Yeyote yule ambaye anaomba ni mtu ambaye anawekeza kwa ajili ya kesho yake, anawekeza kwa ajili ya maisha yake, anawekeza kwa ajili ya familia yake, anawekeza kwa ajili ya watoto wake.
Natamani nipate mabinti ambao walikuwa ni mabinti ambao wamejaa maombi. Kwa mtu anaingia kwenye maombi, ashika tumbo lake anamwambia Bwana, wale ambao nitawabeba kwenye tumbo hili watakuwa ni watu wakuu, watakuwa pale utukufu, watakuabudu wewe Mungu wangu. Haya, amepata mimba, anaomba kwa mbele mtoto wake. Amepata mtoto wake, anawawekea mikono. Wakiwa wadogo bado anawaambia, wewe utakuwa waziri mkuu, wewe utakuwa ni mwanasiasa mkubwa, wewe utakuwa daktari mkubwa, wewe ni engineer. Anawasemesha yale mambo, ndio anavyowaombea. Baada ya miaka michache amekuwa engineer. Sisi tunaona engineer, kumbe engineer huyo alitengenezwa kwa maombi ya mama yake. Maombi ni nafasi yako ambayo Mungu akupatia uweze kuyaomba mambo kwenye maisha yako. Unasikia vizuri? Maombi ni nafasi ambayo Mungu akupatia uweze kuyaomba mambo kwenye maisha yako. Uweze kuiumba ile kesho unayoitaka. Uweze kuumba ile familia unayoitaka. Uweze kuumba ile biashara unayoitaka. Uweze kuumba kwa habari ya ndugu zako. Maisha yanaamuliwa na uwekezaji wako kwenye maombi. Nisikize vizuri. Maisha yako yalivyo leo ni kutokana na uwekezaji wako kwenye madhabahu ya maombi. Kwa hiyo ukiona kama maisha yako bado hajafikia vile viwango ambavyo unavitaka, basi ongeza uwekezaji wako kwenye madhabahu ya maombi. Sasa huu uwekezaji huwa unafanya mambo makuu manne. Mambo makuu manne ambayo maombi huwa yanafanya kwenye maisha ya mtu. Mambo makuu manne ambayo maombi huwa yanafanya maisha ya mtu. Jambo la kwanza, yeyote yule ambaye atakuwa ni muombaji, mambo manne baba yangu alinipatia na mimi natamani leo nikupatie uweze kuyaelewa. Mambo manne ambayo maombi huwa yanafanya kwenye maisha ya mtu. Maombi, jambo la kwanza kabisa, maombi huwa yanamfanyia mtu atembee kwenye majira sahihi ya kimungu. Maombi humfanya mtu atembee kwenye majira sahihi ya kimungu, atembee kwenye muda wa kimungu, atembee kwenye majira sahihi ya kimungu, atembee kwenye muda wa kimungu. Maombi humfanya mtu atembee kwenye majira sahihi ya kimungu. Niangalie watu wa Mungu. Kuna aina mbili za majira. Kuna Kronos na kuna Kairos. Sawa? Hebu njoo tuone kifanye kitu kimoja nzuri hapa. Kuna Kronos na kuna nini nimesema? Kairos. Huyu hapa Pastor Boaz awe ni Kronos. Sawa? Huyu awe ni Kairos. Wewe upo katikati. Maisha yako siku zote, mwanadamu wa kawaida duniani huwa anatembea kwenye Kronos, muda wa kibinadamu. Kwa mfano, ibada yetu inaanza saa 2 kamili, huo ni muda wa kibinadamu, tunaita Kronos. Lakini uko muda wa kimungu unaitwa Kairos. Sasa wanadamu wengi huwa wanatembea kwenye huu muda, na maisha yao yote yanaamriwa na huu muda. Matokeo yao yanaamriwa na huu muda. Mtu ambaye ataanza kuwa muombaji, kadiri ambavyo anaomba, anaanza kuelekea kutembea kwenye ule muda wa kiungu. Huu muda wa kiungu ndio muda ambao huwa unaleta matokeo zaidi ya matokeo ya kibinadamu. Kwa mfano, yasemekana kwamba mtu ameweza chuo mwaka huu labda, mpaka apate kazi, mpaka aajiriwe, ajenge nyumba ni miaka 10. Huo ni muda wa kibinadamu. Lakini mtu mwingine ambaye anaelewa kwa habari ya muda wa kimungu, kwa sababu ya uwekezaji kwenye maisha ya maombi, Mungu anamchukua yule mtu, ibidi kwanza tu chuo, akutana na mtu ambaye hata chukua muda mrefu maisha yake. Mtu huyu baada ya kutumia miaka 7 ili ajenge nyumba, yeye baada ya miaka 3 tu anajenga nyumba. Sababu ya nini? Muda wa kimungu ambao anakutana nao, ambao umeenda kasi kuliko muda wa kibinadamu. Huu muda wa kibinadamu huwa unasogea, unatembea. Kwa mfano, mtu akwambia hivi, na miaka mingapi sijapata mtoto. Sara mpaka anakuwa na miaka 90 hajapata nini? Mtoto. Lakini muda wa kiungu hauangalii miaka ya mtu. Muda wa kiungu ulipomfikia, ijapokuwa muda wa kibinadamu ulikuwa unaona kabisa ni out of time, lakini kwa muda wa kiungu alipata mtoto. Sasa watu wa Mungu, ili utembee kwenye muda wa kiungu, lazima uwe mtu ambaye una maisha ya maombi. Madhabahu ya maombi sio siku ambayo unajisikia una tatizo fulani, hapana. Yao ni maisha yako. Hiyo itakuwa pale ambapo unajikuta tu unaingia kwenye huu muda.
Yaani wala hutumii nguvu. Unakuta tu umefikiria kufanya jambo fulani, kumbe ndio kwa majira ya kimungu wewe ufanye lile jambo. Haya, rudini. Matendo sura ya 2 mstari wa 1. Nikuonyeshe namna ambavyo haya majira ya kimungu huwa yanatokeaga. Matendo sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 4. Naomba ufike pale tusome kwa pamoja. Matendo sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 4. Yapo majira ya kiungu kabisa ambayo yana uwezo wa kumpata mtu ambaye atadumu kwenye madhabahu ya maombi. Matendo sura ya 2 mstari wa 1. Naomba unisomee, anasemaje hapo? Hata ilipotimia siku ya nini? Sijakusikia kwa sauti moja, nitasema kwa sauti, anasemaje? Hata ilipotimia siku ya Pentecost. Walikuwa wote mahali pamoja. Ukaja ghafla toka mbinguni. Kukaja nini? Ghafla. Kukaja nini? Ghafla. Kukaja nini? Ghafla. Hata ilipotimia siku ya nini? Ya Pentecost. Walikuwa wote mahali pamoja. Maana yake kwamba kwa muda, Pentecost yake ni 50. Walikuwa wanafunzi hapo mahali wanaomba kwa muda wa siku 50. Sasa ilipofika ile siku ya 50, wao wanaendelea na ratiba yao ya maombi. Ikatokea mstari wa 2. Hebu soma mstari wa 2, mstari wa 2 hapo. Sijakusikia kwa sauti. Kukaja. Okay. Hawa wanafunzi siku ya kwanza walianza kumuomba Mungu. Hakukuja ghafla. Siku ya pili walimuomba Mungu. Wiki ya kwanza walimuomba Mungu. Siku ya 30 walimuomba Mungu. Siku ya 50 wakiendelea kumuomba Mungu ndio inatokea mstari wa 2. Hebu nisome tena mstari wa 2 kwa sababu nasema mstari wa 2. Kukaja ghafla toka nini? Maana kwamba muda wa kiungu huwa hatujui inakuja muda gani. Ya mkeza kaja ghafla siku ambayo wewe ulikuwa umesinzia. Yangeza kaja ghafla siku ambayo uliacha ratiba yako ya maombi. Yangeza kaja ghafla siku ambayo ulizembea kiroho. Sasa lazima uwe na muendelezo wa maisha ya maombi. Hata siku ambayo hujadhania, Mungu akija anakukuta upo mahali pako pa maombi. Hawa hawakukuta ukiwa sokoni. Hapa hawakuwa sokoni. Unanielewa vizuri? Hapa hawakuwa sijui wapo wanafanya biashara zao. Walikuwa mahali pa maombi. Na ndivyo ambavyo wewe hapo umejiwekea saa lako moja la maombi. Kila siku naomba, unaamka alfajiri saa 11 unamuomba Mungu. Hadi saa 12. Unaomba. Kuna siku ambayo inatokea, hiyo ndio siku ambayo Mungu alikuwa amekuwekea rohoni akuletee mke wako. Hiyo siku wewe ndio siku umelala. Unapishana na hiyo kitu. Alafu majira ya kimungu alivyo mpaka yajirudie huwa ni tofauti na majira ya kibinadamu. Kwa hiyo kujua atajirudia lini. Kwa hiyo Mungu, maisha ya maombi ya muendelezo ukufanya wewe ukutane na majira ya kimungu, ukutane na muda wa kimungu. Yaani ule muda ambao Mungu alikuandalia ule muujiza ambao umesubiri muda mrefu, unategemea muendelezo wako kwenye ratiba za maombi. Kadiri ambavyo unamwomba Mungu pasipo kuchoka. Ndio kitabu cha Luka 18 nasema hivi, imetupasa kumuomba Mungu siku zote wala tusikate nini? Tamaa. Luka 18:1. Imewapasa. Hebu tusome pale, angalia. Tena inasema kwa habari ya wanadamu. Luka 18:1. Akawaambia mfano wa kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote wala wasikate nini? Tamaa. Kwa maana kwamba ukiona mtu ambaye anakata tamaa kwenye jambo lolote ni mtu ambaye hana maombi kwenye hilo jambo. Ukiona mtu ambaye anakata tamaa kwenye jambo lolote lile, maana hana maombi kwenye hilo jambo la muongezo kuombea hilo jambo. Hata kwenye maisha kawaida tu, mtu ambaye muhimu amome kwamba kuna baadhi ya mambo yanakuta kwenye maisha haya yanaweza kuja ghafla. Lakini kwa sababu ya muendelezo kwenye ratiba za maombi, Mungu akupa uwezo wa kuyakabili haya mambo. Unakuwa na moyo ambao ni mkuu kuyakabili mambo. Unajua ni ajabu sana pale ambapo Mkristo kwa nje hivi anakaa ni mtu wa maana, ila kumbe ndani mwake ni dhaifu, hatari mno. Sasa maisha yaanzi nje. Usitake uonekane vizuri nje, kumbe ndani ni mdhaifu. Endelea kujiimarisha ndani. Endelea kumimarisha mtu wako wa ndani.
Na moja ya namna ambayo unamuimarisha mtu kwa ndani ni pale ambapo unanena kwa kwa muda mrefu. Unaomba huku ukinena kwa muda mrefu. Praying in tongues. Ukiomba na kunena kwa muda mrefu, unamjenga mtu wako wa ndani. Wakristo wengi leo ni wadhaifu sababu hawana muda mwingi na maombi. Hawana maombi mengi ya kunena kwa lugha. Yesu Kristo maombi ni Kiswahili tu. Baba, nakushukuru Baba, nakupenda Baba, nakupenda Yesu, nakupenda. Hapa anabadilisha lugha, akaomba Kiswahili ama Kiingereza. Jesus, I love you Jesus. I love you so much Jesus. Acha mambo yako wewe, hapo uombi. Unabadilisha lugha ili iweje sasa? Yaani unaelewa vizuri, mtu anaomba anaanza, Lord Jesus, I love you. Bwana Yesu, nakupenda sana. Kama vile anaomba kujitafsiria mwenyewe. Anasema anaomba saa moja, kumbe kwa ni maombi ambayo anaomba jambo moja, anatafsiri kwa Kiswahili. Anaomba kwa Kiingereza, acha mambo mtu wa Mungu. Amen. Yeye anajua sio wewe mahali hapa. Amen. Aha, hujasema amen, kumbe ni wewe uko hapa Haya, Mungu amekusaidia, pokea neema ya maombi kwa jina la Yesu. Yes. Kwa hiyo madhabahu ya maombi unapoimarisha ndivyo ambavyo unaujenga utu wako. Nafikiri ni pote kuandika. Maombi huwa yanamjenga mtu wa ndani. Tena kupata maandiko ya kuthibitisha hilo. Maombi huwa yanamjenga mtu wa ndani. Pastor, nini kitapata mwaka huu? Sijui. Lakini kama mtu wa ndani atakuwa imara, ataweza kuyakabili yote yaliyopo mbele yako. Hata jambo lile la ghafla namna gani. Watu wengi ambao hawana utulivu sababu gani? Hawakai mahali pa maombi. Watu wengi hawana utulivu kwa sababu hawakai mahali pa maombi. Hebu fikiria Yesu, wamekuja maaskari kumkamata. Hata atikishiki, hata apepesuki. Yeye ingekuwa ni wewe unapokujua wewe. Jamani, mnisamehe. Kwani nimefanya nini jamani? Ila Yesu amekaa na waangalia sasa hivi. Kwani nimekuja kumtafuta nani? Yesu Kristo. Ni mimi hapa, kaanguka chini. Ni mtu ambaye amekaa mahali pa maombi. Kadiri ambavyo unakaa mahali pa maombi, kuna aina utulivu unaopokea ndani mwako. Hautakuwa mtu wa kupeperushwa na mawimbi ya maisha haya. Kila jambo kukuta unaanza kulialia tu. Mfano wa Kristo ambao kila jambo analialia tu. Yaani yeye amekuwa ni mtu wa kulialia tu. Sitaki mtu anamnayo mahali hapa. Amen. Fika mshirika wangu kiasi, pastor. Yaani pastor, ujira unayopitia. Ninapitia magumu mimi pastor. Yaani matokeo yametoka. Na sapu 4. Hilo sio jambo la kulia. Unalialia nini? Wewe ni Mungu, yaamrishe mambo yawe. Amen. Sasa tatizo ni pale ambapo unakuwa ni mtu wa kuomba mambo yakiwa mabaya. Mambo yanatokea, hauombaji, haumtafutaji Mungu. Tena mambo yakishageuka, unaanza kumwambia Bwana, hebu tazama biashara yangu. Hapo baada ya kuona kwamba wiki nzima hujauza. Ila ukiamka asubuhi hata uomba, yaani unajua maisha ya Bwana. Ila nakuombea mshirika wangu kwamba wewe sio mmoja wapo watu namna hiyo kwa jina la Yesu. Amen. Unapoomba unaimarisha utu wako nini? Wa ndani. Wakorintho wa kwanza 14:4. Anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake. Wakorintho wa kwanza 14:4. Yeye anenaye kwa lugha hujijenga nini? Nafsi yake. Kadiri ambavyo unanena kwa lugha unamjenga mtu wako wa ndani. Na mtu wako ndani akiwa imara, hakuna mambo ya maisha atamrudisha, atampelekesha. Kuna baadhi ya watu ambao wakisikia taarifa mbaya, mioyo yao huwa inashuka chini, anakuwa down, hawezi kabisa akafanya jambo lolote sababu ya taarifa mbaya ambayo amesikia. Lakini haipasi kuwa hivyo. Unapaswa kuwa mtu ambaye hata kama utapokea taarifa mbaya, ila ndani mwako unao utulivu wa kustahimili hiyo taarifa mbaya. Amen. Na hakuna mtu ambaye ni mkuu asipokuwa na moyo mkuu. Huwezi kuwa mkuu kama moyo wako hautakuwa mkuu. Mungu hawezi kukuamini akakupa Tanzania kama tu Kampala imekushinda. Hawezi kukuamini Mungu. Wewe Kampala tu hapa anafanya kusumbua, amekuwa siara. Jamani, mbona mnanisumbua sana siwaelewi. Sasa Mungu akuamini hata kufanya rais wa Tanzania. Utaweza na tatizo la Tanzania wote wewe kweli. Moyo mkuu. Kama sasa hivi tu ukiwa hivi single unafanya mambo ya ajabu, hauna ratiba za kuomba peke yako. Vipi Mungu akikuamini akakupa mke? Utaomba kweli wewe? I say,
Ndio maana haya mambo lazima ujijengee tabia mapema. Naisikia vijana wangu vizuri hapa, mimi mchezaji wa vijana, kwa naambia vijana wangu vizuri. Sasa hizi tumeanza kujenga msingi wa maombi. Kama sasa tutajenga msingi wa maombi, ni ngumu kuomba ukiwa na mtu. Unaelewa mambo Yaani sasa hizi kama unakalala hujaomba na unajipikia mwenyewe, hapo kwenye chumba chako mwenyewe ambacho unaishi mwenyewe. Sasa hivi Mungu amekubariki nyumba nzima. Wewe ndio baba mwenye nyumba. Baba mwenye nyumba, wale baba wa zamani ambao familia nzima ipo kwenye maombi, baba amesinzia. Baba hapo mahali hapo, kama utajibadilisha mtu wa Mungu. Yaani kama utakuwa baba wa namna hiyo. Ni wale wa mama ambao wanaambia watoto njoni muombe. Alafu baada ya watoto wanaanza kuomba, mama anaomba anasinzia. Sema mama, bwana Mungu atunze mama yetu jamani. Amen. Yule mama anaomba amesinzia pale sababu amechoka, mambo ni mengi. Sasa wewe ni kibinti, hauna mume, hauna mtu ambaye labda mtoto ambaye bibi mbalishe mnyonyeshe, ila tu na binti wako hivyo hauoni kwa muendelezo. Far from you. Sema far from me. Sema far from me. Yaani ni binti, haujaolewa, hauna muendelezo kwenye maombi. Sasa Mungu akishakupa mume na watoto, unanyonyesha saa 8, umeamka saa 8 unanyonyesha, una jambo fulani, labda asubuhi ndio uandae nje shule, utaomba kweli wewe? Utaomba kweli? Hebu ngenge jirani, hivi jinsi ulivyo sasa hivi hauombi. Mungu akikuinua sasa, utaomba kweli wewe? Kuna singolegi mmoja hapa anaomba, baba mwaka huu usipite Bwana unipatie mume, ila kwenye maombi, yani hata maombi yenyewe haombaji, alafu anaomba Mungu ampatie mume. Sasa mume utamshikaje bila kuwa na maombi? Wanawake ambao wanaweza kawabeba waume zao ni wanawake ambao wana nguvu eneo la maombi. Ndio mtu kama ambaye hata akaja miaka akaja na hasira, lakini sababu ya utulivu wa ndani akatulia, akamwangalia, akamwambia baba samahani. Hata kama anajua yeye baba ndio ana makosa, akamwambia mume wangu samahani. Ni mtu ambaye ana utulivu kwa njia ya maombi. Maombi huwa yanadhalisha utulivu. Hebu nisaidie kuandika kitu. Maombi huwa yanadhalisha utulivu. Na moja ya nguvu ya mtu aliyokoka ni nguvu zake zipo katika kutulia. Nguvu zetu zipo katika kutulia. Kitabu cha Isaya sura 30 mstari wa 15. Nguvu za mtu aliyokoka zipo katika kutulia. Na anatuliaje? Anatulia mahali pa maombi. Yaani kama hutakuwa umetulia mahali pa maombi, usitegemee Mungu kupatia utulivu wa aina nyingine. Isaya 30 mstari wa 15. Thank you Holy Spirit. Isaya 30:15 anasemaje? Isaya 30:15. Natamani tusome kwa pamoja tuone kitu kwamba nguvu zako wewe mtu uliokoka zipo katika kutulia. Na namna moja wapo ambayo unajenga utulivu kwa njia ya madhabahu ya maombi. Hebu soma. Anasemaje? 1, 2, tunasemaje? Kwa maana Bwana Mungu. Sikusikie. Hebu soma sauti. 1, 2, tunasema kwa sauti. Kwa maana Bwana Mungu mtakatifu wa Israeli. Asema hivi. Ndio. Wakurudi na kustarehe. Kwa hiyo sijasikia ukisoma, sijajua kwa nini. Hebu tufike hapo. Isaya 30:15. Haya, umefika Haya, tusome sauti 1, 2, 3 kwa sauti. Soma jirani. Soma jirani yako. Endelea. Nguvu zenu zitakuwa katika nini? Na kutumaini, lakini hamkukubali. Watu wa Mungu, nguvu zetu zipo katika kutulia. Na hizo nguvu tunazipata mahali pa maombi. Yesu aliyekuwa na maombi mengi ya uendelevu ndiye ambaye hata mambo yalipobadilika alikuwa bado ameendelea kutulia. Hakuyumbishwa. Hebu angalia mfano kwenye Mathayo 14, wanafunzi wapo kwenye kile chombo. Ghafla hali yao ikabadilika. Yesu alilala usingizi. Twende Mathayo 14 kuonyesha. Jamani, maombi huwa yanazalisha utulivu wa aina wa hali ya juu ndani anayeomba. Maombi huwa yanazalisha utulivu wa hali ya juu ndani ya mtu ambaye afanyaje? Anaomba.
Mathayo 14:23. Naomba nikusomea hapo, muda wangu umeenda. Mathayo 14:23 nasema hivi. Mathayo 14:23. Naye alipokwisha kuaga makutano, alipanda mlimani faragani, mahali pa siri, kwenda kufanyaje? Kulala. Kwenda kufanyaje? Kuchati. Kwenda kufanyaje? Kuna watu ambao hata sema hivi naomba, ila muda huo yupo online. Niangalie vizuri. Kwa watu ambao sema wanaomba, ila muda huo simu kipiga anapokea. Kwa watu ambao sema wanaomba, ila muda huo text kitumwa anajibu. Nipo kwenye mambo ya kutafuta baadaye. Unasemaje? Au tupo ibadani kama hapa, mtu anambia usinipigie, nipo ibadani, baada ishaanza, tutakujibu baadaye. Wewe mtu wa Mungu wewe. Hata naye alipokwisha kuaga makutano, alipanda mlimani faragani, mahali pa siri, kwenda kufanyaje? Kuomba, sio kuchati. Kuna mwingine ambaye anasema hivi, muda wangu mimi wa kuomba ni saa 5 hadi saa 6 usiku. Sawa? Lakini huo muda kabla saa 4 vile kuna rafiki yake akamtafuta, akaanza kuchati naye. Hata sasa hivi ni muda wa maombi umefika, ila anaanza kuchati. Bwana, naomba nikuage mimi niende kwenye sasa muda wangu wa maombi, naomba nikuage. Muda wa maombi watoba takesho Bwana, rafiki yake huyo. Angalia marafiki ulionao. Kama rafiki anaanza kukuchatisha muda wa maombi, hiyo ni hatari sana. Yote yule ambaye anaweza kuchukua muda wako wa ibada, huyo ameshakuwa ibada yako. Angalia hata ndoa ambazo vijana walikuwa wamebadilisha muda wa maombi. Labda wewe ukiwa peke yako, kabla hujapata rafiki yako, ulikuwa unaombaga saa 5 hadi saa 6. Alipokuja kwa sababu ya mahusiano, ukaacha kuomba muda ule, ukawa unahusiana. Sio mambo ya mahusiano haya. Sisi tunatuma tu, oh baby. Sijajua leo nani ambaye ana mahusiano yake hapa. Najisikia hiyo mahusiano ni vunje mahusiano fulani hapa. Amen. Sijavunja na kusaidia tu. Amen. Kuna mahusiano alafu kuna mahusiano. Sasa ni mahusiano. Kama mahusiano yako yanaweza kuingilia muda wako maombi, hayo sio mahusiano, hayo ni mahusiano. Naasi. Amen. Hebu mwangalie mwasi mmoja pembeni yako hapo, mwambie wewe. Sijasema nani. Wewe ndio umemtaja huyo. Sasa mimi sijasema ni mwasi. Mwalifu mkubwa. Mwalifu mkubwa je. Yaani mtu yupo chuo kikubwa pamoja na mahusiano, hata hajachua hajamaliza, yupo mwaka wa 3, mwaka wa 2 yani. Hapa mwaka mwingine kusoma chuo, hajamaliza hapa na mahusiano. Sijajua, lakini hebu niendelee na maombi. Naye alipokwisha kuaga makutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba. Mtu yeyote yule asichukue muda wako wa maombi. Hata kama ni rafiki yako, mwambie hivi, nakuheshimu sana, ila muda huu ni muda wangu wa maombi. Kuna wale wageni, wote wameshajiwekea labda mimi kila Jumamosi saa 5 hadi saa 7 atakuwa naomba. Sawa? Kifika saa 5 ayagonga mlango. Hoja Antoni, nimekuja kusalimia mara moja hapa bwana. Sasa mimi niusamia bwana, nimekuja kuona hivi ile sasa tumeifanya. Alafu ni muda wako wa maombi. Mimi kama mtu muda wa maombi namwambia karibu sana. Yeye naomba usubiri hapa, huu ni muda wangu wa maombi. Tenda kuomba, ishatoka tuje kuongea na wewe. Tufikie tu ambao tunauheshimu muda wa maombi kiasi hicho. Sio muda wa maombi unaisha maombi sababu ya mgeni. That's very dangerous. Unaisha ibada yako binafsi kwa sababu ya simu ambayo umepigiwa. Na kama sio simu ya mtu muhimu kama vile labda sema ni baba wako wa kiroho, labda ni mchungaji wako au ni mzazi wako, yaani ni simu ambayo ni ya rafiki yako ambayo unamwambia bwana samahani niko kwenye maombi. Na mtu asema hivi simu. Kuna wengine ambao huwa wanaomba ameka vibration. Kwa hiyo anaomba amesa kutapaka jasho linamtoka. Japo asikia inalielea mkono. Hapo. Hapo zote. Shaka. Nipo kwenye maombi nitakupigia baadaye kidogo usubiri. Afa endelea. Ukusia sio maombi. Hayo sio maombi. Hayo sio maombi. Hebu mbele yako hayo sio maombi. Jamani, uende mahali pa faragha na uombe serious. Kama ni saa 1 kuanzia muda fulani, kaa chini umuombe Mungu serious. Haya. Yesu alikuwa mahali pa faragha naomba. Tuendelee mbele. Na kulipokuwa jioni,
alikuwa huko peke yake. Kwa hiyo Yesu alikuwa amekaa huko peke yake. Haya, soma mstari wa 24. Tupo Mathayo 14:24. Mathayo 14:24. Anasemaje kwa sauti? Na mawingu. Sawa, mstari 25. Yaani kama Yesu alienda kwa mguu. 26. Ndio pia yeye kwanza ndio hiyo. Kuna mtu ambaye hapa nisikia siku moja tukiwa pale Kampala, ghafla sisi patika ni tetemeko hivi, watu walikuwa gorofa ya juu wakaruka. Wale ni watu ambao wamekosa utulivu wa nini? Watu ambao za maombi zina changamoto. Nisikia kama au si kweli? Patika sisi tulikuwa tetemeko, sijui shoti ya umeme. Walikuwa ni mtihani alizofanya kati. Watu wa gorofa ya juu wakaanza kuruka. Wengine pale wakapeleka hospitalini. Hao ni watu ambao wamekosa utulivu wa ndani. Ila najua shika yangu hakuwepo pale jamani. Amen. Kama alikuwepo akaruka, labda jeni akuingia. Ila leo ndio ndio vizuri. Amen. Watu wa Mungu, utulivu ni muhimu sana sababu kwamba haya maisha yamejaa na surprise. Ile surprise inakutana na wewe kama hauna utulivu wa ndani itakuchukua. Labda kwa mfano, utegemea matokeo yako upate A zote. Ukamwamini mbia na akili ndio kwa wakufunzi wangu. I'm the head and not the tail. Matokeo yanakuja una C zote. Unafanyaje? Utulivu wa ndani utakusaidia kuweza kuyakubali yale mambo ambayo yametokea na kuendelea mbele. Hiyo maisha yaishie hapo. Labda ile jambo ambalo linatokea familia yako, labda ikatokea jambo fulani ambalo sio zuri au sio jambo ambalo ulitegemea litokee mwaka huu. Na ile jambo limetokea, kama hauna utulivu wa ndani, utakuwa ni mtu ambaye utapelekwa na matukio mengi. Lakini haitakuwa fungu lako kwa jina la Yesu. Amen. Jambo la kwanza, maombi huwa yanafanya mtu atembee kwenye majira sahihi ya kimungu. Nisikia ushuhuda wa mtu mmoja hivi, ni kijana alikuwa na binti moja ambaye alikuwa na marafiki wa kawaida. Hasa katika wakati yule binti akawa anaamuza kijana kuhusu mahusiano yao, kwamba bwana hivi mimi na wewe, huu rafiki yetu unaelekea wapi? Sawa? Huu rafiki yetu unaelekea wapi? Sasa wakati anataka amuulize, yule kijana anamwambia hivi, siku ambayo binti alikuwa amejipanga aende kumuuliza kijana, na kijana sababu ni mtu wa kiroho, ni mtu wa maombi mengi, akawa ameandika hiyo kodi rohoni. Ndio siku hiyo kijana akapeleka proposal yake. Kwa wakakutana katikati hivi, huyu anaenda kuuliza, kabla hajauliza anajibiwa. Watu wa Mungu, ukiwa ni mtu wa rohoni, kuna mambo ambayo yatakupata kwa muda sahihi, afu vitu vingine ambavyo Mungu atakupelekea kwenye wakati sahihi, yani atavichanya vile kwako kwa wakati sahihi sababu ya maombi. Haya, Sauli ametoka hekaluni baada ya kupokea ule unabii kutoka kwa mtumishi wa Mungu Samueli. Akashuka hivi chini, akamwambia hivi kwamba unaposhuka chini utakutana na mtu fulani, anabeba kitu fulani. Kuna baadhi ya watu ambao unakutana nao kwenye majira fulani, kwenye mahali fulani. Ndio maana sio kila muda ambao unabidi uwepo kila mahali. Kwa mfano, na wale washirika wangu ambao huwa wanataka kwenda visitation. Kumbe siku ambayo unaenda visitation ndio siku ambayo Mungu alikuwa amekuandalia mtu fulani hapa kanisani, ukutane naye hapa kanisani. Sasa wewe ukawa umediverge, ukaenda wapi? Visitation. Niwasaidia watu fulani hapo. Amen. Amen. Haya, tunaendelea kidogo. Nimesema jambo la kwanza la maombi. Maombi huwa yanafanya mtu akutane na muda sahihi wa kimungu. Sasa naomba niishie hapo. Baada ya sifa tutaendelea na mambo matatu yaliyobaki. Hapo baadaye kupatia mambo kama 7 hivi ambayo maombi huwa yanafanya maisha ya mtu. Amen. Amen. Hasa nataka usimame umuombe Mungu, mwambie Roho wa Bwana unijaze kwa roho ya maombi. Haya, simama hapo dakika chache nijihubiri jambo wakati tunaenda kwenye ibada ya sifa na kumwabudu Mungu. Manta katarabaraketele mahasa paragadia. Mane ligabaloska paragadia. Mashada kapaliga dabalianda. Unavyoomba sio kama mtu ambaye ameelewa maombi kwa muda huu chache tulikuwa tunaongea maombi. Nikusikia naomba kwa kumaanisha masheliga dabaladia mazo paragade beshete ba.
Zalika ambarada bashia bagia mesubra hate libarada. Baba, uijaze kwa roho ya neema na maombi. Leo natamani mtu mmoja tuke mahali hapa, Mungu akiwa amemjaza kwa roho ya neema na maombi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Masha tekete pala elifu pala katia mazele na mashi dina mantaka pala katia zele